pamoja na kupewa hizi injection, lakini pia STG au Standard Treatment Guideline inaonyesha ya kwamba atapata hizi sindano, lakini atapata na doxycycline kama unavyoona hapo, ambayo ndio hii tena, ambapo anatumia kwa siku 7 hadi 14. Lakini pia atapata na metronidazole tena, ambapo metronidazole kama kawaida atapata miligramu 400. Miligramu 400 ni sawa na vidonge hivi viwili kila baada ya masaa 8 kwa muda wa siku 7 hadi 14, au atapata metronidazole injection. Metronidazole inaitwa Cefixime, na hii Cefixime iko ya makampuni tofauti. Hapa nimechukulia hii kama mfano tu, lakini sio kila sehemu ukienda utapata Cefixime ya aina hii. Unaweza kupata ya aina nyingine tofauti. Lakini dawa ya pili ni doxycycline. Doxycycline ndio hii. Mara nyingi watu huita dox, wanafupisha wanaita doxy, ambapo hii pia anakuwa na meza kidonge kimoja kila baada ya masaa 12 kwa muda wa siku 7 hadi siku 14. Hii ndio dox, ambapo box lake liko namna hii. Lakini sio kila sehemu utapata ya kampuni hiyo, kwa sababu dawa zinatoka kwa makampuni tofauti. Kwa hivyo hapa nimechukulia hii kama mfano. Lakini dawa nyingine ambayo inaelekezwa na Standard Treatment Guideline ni hii ambayo imezoeleka kabisa. Hii ni Flagyl. Jina la kitaalamu inaitwa metronidazole kama unavyoona hapo. Metronidazole. Na hii zinakuwa zina mapungufu, kwa maana ya kwamba hawa watu wanaandikiwa dawa zinakuwa ni underdose ukilinganisha na mwongozo wa matibabu wa Tanzania unavyohitaji. Sasa mwongozo unahitaji nini? Mwongozo umeweka makundi matatu au regime tatu tofauti za matibabu ya PID, ambapo itatumika kufuatana na hali, yani severity ya huyo mtu, tatizo lake lilipofikia, lakini pia kisababishi, nini hasa kimesababisha, na hali nyingine ambazo atakuwa nazo huyo mgonjwa kwa wakati husika. Sasa regime ya kwanza kulingana na Tanzania Standard Treatment Guideline, regime ya kwanza inakuwa inajumuisha dawa 3, ambazo dawa hizo ni antibiotics, lakini pia itategemeana na kisababishi ni nini. Kama huyo mtu atakuwa na dalili pia za fungus, basi atapata hizi antibiotics 3 pamoja na antifungal. Na antifungal hapo atapata ya antifungal ya kumeza pamoja na ya kuapply, itategemeana na hali ambayo anaionyesha saa hiyo. Sasa dawa ya kwanza inaitwa Cefixime, ambayo Cefixime ndio hii kama unavyoona hapo. Hii ndio Cefixime ya miligramu 400, na katika Standard Treatment Guideline inaonyesha ya kwamba huyo mtu atameza hii dawa kidonge kimoja kila baada ya masaa 12 kwa muda wa siku 7 hadi 14. Kwa hivyo kidonge kimoja kwa muda wa siku masaa 12 kwa muda wa siku 7 hadi 14. Hii inaitwa Cefixime, na hii Cefixime iko ya makampuni tofauti. Hapa nimechukulia hii kama mfano tu, lakini sio kila sehemu ukienda utapata Cefixime ya aina hii. Unaweza kupata ya aina nyingine tofauti. Lakini dawa ya pili ni doxycycline. Doxycycline ndio hii. Mara nyingi watu huita dox, wanafupisha wanaita doxy, ambapo hii pia anakuwa na meza kidonge kimoja kila baada ya masaa 12 kwa muda wa siku 7 hadi siku 14. Hii ndio dox, ambapo box lake liko namna hii.
Lakini sio kila sehemu utapata ya kampuni hiyo, kwa sababu dawa zinatoka kwa makampuni tofauti tofauti. Kwa hivyo hapa nimechukulia hii kama mfano. Lakini dawa nyingine ambayo inaelekezwa na standard treatment guideline ni hii ambayo imezoeleka kabisa. Hii ni Flagyl. Jina la kitaalamu inaitwa metronidazole kama unavyoona hapo. Metronidazole, na hii iko ya makampuni tofauti tofauti. Kwa hiyo kuna muda utaenda sehemu utapewa kama hii, lakini kuna sehemu nyingine utapewa ya muundo kama huu. Lakini kuna sehemu nyingine utapewa ya muundo tofauti kabisa ambao inaweza ikawa kama hii. Kama hii. Na hii metronidazole pia mgonjwa atakuwa na meza vidonge viwili kila baada ya masaa 8, yani asubuhi, mchana na usiku, kwa muda wa siku 7 hadi 14. Kwa hivyo hiyo ni regimu ya kwanza, ambapo mgonjwa atatumia cefixime kidonge kimoja kila baada ya masaa 12 kwa muda wa siku 7 hadi 14. Alafu anapata doxycycline kidonge kimoja kila baada ya masaa 12 kwa muda wa siku 7 hadi 14, na atapata Flagyl au metronidazole vidonge viwili kila baada ya masaa 8 kwa muda wa siku 7 hadi 14. Ni muhimu sana kuzingatia hilo, na ukipata chini ya hapo, ina maana umepata dozi pungufu. Kuna uwezekano mkubwa wa kuto kupona kikamilifu. Tuache hii. Tuende regimu ya pili. Regimu ya pili, standard treatment guideline ya Tanzania inaonyesha kwamba mgonjwa atapata injection, ambapo injection ambao nikisema injection namaanisha ni dawa ya sindano ambayo maarufu kabisa, watu wamezoea kuita Powercef. Hii kwa kitaalamu inaitwa Ceftriaxone ambayo ndio hii. Kama unavyoona hapo ni Ceftriaxone injection, au watu huita Powercef. Sasa hii anatumiaje? Hii mgonjwa atakuwa anachomwa katika mshipa, ambapo anachomwa kama hii ambayo ni gramu 1. Kama unavyoona hapo ni gramu 1. Anachomwa kila siku kwa muda wa siku 7 mfululizo, yani leo, kesho kutwa, kwa muda wa siku 7. Sasa hii Ceftriaxone injection au Powercef pia ziko za makampuni tofauti tofauti. Hapa nimeleta tu kama mfano hii, au kuna aina hii hapa au brandi hii hapa, lakini sio kila sehemu utapewa aina hizi. Utakuwa na aina tofauti tofauti kufuatana na kampuni tofauti. Lakini pamoja na kupewa hizi injection, lakini pia STG au standard treatment guideline inaonyesha ya kwamba atapata hizi sindano, lakini atapata na doxycycline kama unavyoona hapo, ambayo ndio hii tena, ambapo anatumia kwa siku 7 hadi 14. Lakini pia atapata na metronidazole tena, ambapo metronidazole kama kawaida atapata miligramu 400. Miligramu 400 ni sawa na vidonge hivi viwili kila baada ya masaa 8 kwa muda wa siku 7 hadi 14. Au atapata metronidazole injection. Metronidazole injection ambapo atapata atakuwa anapata kila baada ya masaa 8 kwa muda wa siku 7 hadi 14. Pamoja na hivyo, katika hizi regime zote mbili tunaangalia pia na hali gani huyu mgonjwa wetu yuko nayo. Kwa hali zenyewe zinakuwa namaanisha nini? Namaanisha kwamba kama huyu mtu atakuwa na dalili za fungus, basi atapewa pamoja na dawa za fungus na antifungal. Lakini kama atakuwa na maumivu, atapewa na dawa za maumivu. Kama atakuwa amefikia hatua ambapo homoni zake zimepatwa kuvurugika, basi atapata na dawa kwa ajili ya kubalance hormone.
Lakini regime ya tatu katika mwongozo wa matibabu wa Tanzania inaonyesha apate ni injection tupo hapo, ambapo hapa atapata kuna dawa inaitwa clindamycin injection. Clindamycin injection hii pia ni ya mshipa, anapata miligramu 900 kila baada ya masaa 8 kwa muda wa siku 14. Lakini pia anapata pamoja na gentamicin injection ambayo miligramu 90 kila baada ya masaa 8 kwa muda wa siku 14. Pamoja na hivyo pia izingatiwe kwamba tutaangalia na hali zingine, kama yuko na fungal infection basi tutampatia na antifungal, na kama yuko na maumivu tunampatia na dawa ya maumivu. Lakini pia kama ana tatizo la kihomoni pia tutampatia na dawa kwa ajili ya kubalance homoni zake. Pamoja na hivyo ni vizuri sana kuzingatia hii, sio kila sehemu utapewa hizi dawa kama ilivyoainishwa katika standard treatment guideline ya Tanzania. Kuna muda unaweza kupewa aina nyingine ya dawa. Aina nyingine inamaanisha nini? Ziko dawa ambazo pia zina uwezo wa kutibu PID, lakini zitachanganywa na dawa zingine, haitumiki tu hizi zenyewe peke yake. Kwa mfano, unaweza enda sehemu utaandikiwa dawa ya namna hii ambayo hii ina mchanganyiko wa ciprofloxacin pamoja na tinidazole, lakini utapewa pamoja na aina nyingine ya dawa kama vile desomycin. Desomycin ziko za kampuni tofauti tofauti. Inaweza kawa hii au inaweza kawa ile brand ambayo imezoeleka sana na watu wengi wanaita Azuma, lakini inaweza kawa kama hii, ambapo pamoja na hivyo hizi dawa zitatumika kati ya siku 7 hadi 14. Lakini pia ni vyema kumaliza dozi, na hivyo hii au elimu hii tunayopeana hapa isichukuliwe kama suluhisho la mwisho. Kwa hivyo mtu akiwa na dalili za PID ni vyema kufika hospitali kufanyiwa vipimo. Pale ukikutana na daktari atapata diagnose vizuri na atapata kufahamu uko katika stage gani na una hali gani nyingine. Kwa hivyo dawa gani ziwe sahihi kwa kuanza nazo. Kwa sababu nasema hivyo kwa sababu jamii za Kitanzania au za Kiafrika tuna kawaida ya kutumia maarifa kidogo. Yaani hii hapa tunapeana ni kama mwanga, lakini haimaanishi kwamba inatosha kuto kufika hospitali. Kwa hivyo ni vizuri kufika hospitali au kuwasiliana na mtaalamu wa afya aliyoko karibu yako, au unaweza kutuconsult hata sisi tukapata kuwasiliana vizuri kabisa na mwisho wa siku kufikia lengo la matibabu. Mpenzi mtazamaji, nikualike tu tena, kama ni mara yako ya kwanza kukutana na video zetu, basi usiache kusubscribe katika channel yetu, lakini pia